Live inaletwa kwenu na Lupimo Sanitarium Clinic, wataalam wa tiba asili na tiba mbadala. Wanawake Live. Wanawake Live. Ni fursa nyingine tena ndani ya Wanawake Live ya East Africa TV. Tuko hapa kwa ajili ya kazi moja tu ya kulisongesha gurudumu la maendeleo ya wanawake na watoto wa kike mbele zaidi. Na leo tunaletewa ujumbe mzito kabisa. Tunaambiwa ama kwa hakika kuna mambo mengi yametupita kwa sababu yako katika vitabu, na bado kuna mambo mengi zaidi ambayo yanaendelea kuwekwa katika vitabu, na hivyo kama tutachukua hatua za kujirekebisha, tukaanza kujenga utaratibu na nidhamu ya kusoma vitabu, basi tutaendelea kupitwa. Tutateseka kwa ujinga wetu wenyewe kwa sababu maarifa ambayo yanawekwa katika vitabu kweli yanatupita. Na tunaambiwa wanawake wengi bwana, tunasoma vitu ambavyo vinatufurahisha tu, vya umbea, udaku na hapa na pale. Hayo yote utayapata ndani ya kipindi chetu cha leo. Tunaye superwoman, mwanamke wa shoka, ambaye leo atakuja kushare na sisi mambo mazuri kabisa. Kwa hisani kubwa kabisa ya Lupimo Sanitarium Clinic, ambao ni wataalamu wa tiba asili na tiba mbadala, ambao kwa kweli wanapatikana maeneo mbalimbali nchini Tanzania. Wapo Sinzamori, Dar es Salaam Tanzania, Arusha, Mbeya, Dodoma, Iringa, pamoja na maeneo mengine wanapatikana. Wao ndio ambao wanatupa nafasi kubwa kabisa ndani ya East Africa TV tunaweza kuzungumza. Leo pia bila kusahau jamani, tunalo lile tamasha kubwa ambalo linakuja la Mwanamke Piga Kazi. Wanawake wote ambao tumekutana hapa Dar es Salaam katika maeneo mbalimbali ya Mwanamke Piga Kazi, basi tuna siku yetu ambayo ni tamasha la wanawake. Siku hiyo itakuwa ni siku yetu kuonyesha biashara zetu, lakini vile vile kukutana na taasisi mbalimbali, serikali, kwa ajili ya kuweza kuzungumza zaidi yale ambayo tumekuwa tukiyaongelea kule katika kampeni, okay? Lakini vile vile licha ya tamasha, kampeni ya Mwanamke Piga Kazi inaendelea mbele. Ndani ya Wanawake Live leo tutaweza kuelezana zaidi na zaidi. Mimi ni superwoman Joyce Kiria. Ninawashukuru sana Chicks Fashion wako Kinondoni pale kwa kunipa muonekano bomba kabisa. Yes, usiende mbali, maana leo tuliokuandalia yatakusaidia, yatakuhamasisha katika kufikia ndoto zako. Wanawake Live. Hii ni Wanawake Live ndani ya East Africa TV. Na sasa hivi tumejikita sana katika msimu wetu wa kuhakikisha wanawake wanasimama kiuchumi. Na ni baada ya kutoka katika vipindi ambavyo tumeona mateso na manyanyaso mengi ya wanawake, na tukaona changamoto kubwa ambayo wanawake wengi wamekwama ni kwa sababu wengi hawana uwezo wa kiuchumi. Na ndio sababu tukasema sasa hivi nguvu zetu zote ni kuhakikisha wanawake wanasimama kiuchumi. Waliokuwa wafanye shughuli mbalimbali za ujasiriamali wafanye, waliokuwa wanafanya waboreshe. Alright? Sasa ni katika harakati hizo tumegundua na tumeona ya kwamba wanawake wengi wamejiingiza katika mikopo. Licha ya kujiingiza katika mikopo, wako wengi ambao wamefanikiwa kulipa mikopo yao japo kwa shida, lakini wapo wengine ambao wameshindwa kuilipa. Ziko changamoto nyingi ambazo zinasababisha wanawake hawa wanashindwa kurudisha marejesho ya mikopo waliokopa. Leo tunaye superwoman ambaye amefanya utafiti wake na amekuja na kitabu kizuri ambacho kinaitwa Wanawake na Changamoto za Marejesho. Si mwingine ni Priska Henjewele. Ungana nami tulipokuwa na mazungumzo naye ili tuweze kujifunza kwa pamoja, kuhamasika, yes, na mwisho wa siku tuweze kuimarisha biashara zetu na kukua kiuchumi. Karibu. Watu wengi wanasema kwamba ukitaka kumficha Mtanzania jambo lolote zuri kwa maendeleo yake, basi liweke katika kitabu. Yes, na kiukweli hatuna utaratibu wa kusoma. Yaani hilo halina ubishi. Wachache sana wanajitahidi kusoma. Kwa hiyo ndugu yangu, ukae ukijua kabisa kuna dhahabu za kutosha ambazo zinakupita, kuna madini ya kutosha yanakupita kwa sababu huna utaratibu wa kusoma vitabu. Alright? Haya, leo ngoja tukuletee dini lingine. Linaitwa Wanawake na Changamoto za Marejesho. Na hapa ninaye mwandishi wa kitabu hiki, mwanamke mjasiriamali ambaye amepitia mambo mengi na leo yuko tayari kushare na sisi. Na kwa sababu ya muda wetu sio mwingi sana, basi
wewe pia itabidi uende ukatafute haya aliyoyaweka huku ili uweze kujifunza zaidi. Lakini kwa sasa hivi nimkaribishe, nimlete kwako ili kwa pamoja tuweze kusikia ilikuwaje mpaka akaja na wanawake na changamoto za marejesho. Karibu sana dada Priska. Asante sana dada. Ukijua kabisa Watanzania hatuna utamaduni mwingi wa kusoma, hasa wanawake. Kwa sababu sisi ndio tuko bize kweli kweli. Ikawaje ukaamua kutuletea kitabu jamani, wanawake na changamoto za marejesho? Asante sana dada Joyce. Niliamua kuweka haya maarifa kwenye kitabu ili adumu. Halafu pia mwanamke anaweza akasema sina muda wa kukaa kuangalia TV, kusikiza redio, kufanya hivi, lakini akipata nusu saa anaweza akasoma hata kurasa 2-3 za kitabu, akakunja pale, akaenda endelea na shughuli zake, akarudi tena kuendelea mpaka kamaliza. Ulishawahi kuangalia pia huo muda ambao mwanamke akiupata anasoma, huwa anasoma nini asilimia kubwa? Muda ambao mwanamke akiupata anasoma habari za udaku. Sijasema mimi jamani. Fikiria amefanyaje? Ndivyo vitu ambavyo wanawake wanapenda. Lakini wanawake hawapendi kusoma vitu ambavyo ni constructive, vinawajenga kwenye maisha. Lazima uwe na utaratibu wa kusoma kitu ambacho kina add value kwenye maisha yako. Kina kuongezea kitu. Mwisho wa siku unasema leo nimejifunza kitu kipya. Hata kama ni kupika, jifunze. Leo nimejifunza kupika kitu kipya. Sawa? Hata kama ni kitu ambacho kitamsaidia mtoto wako shuleni, jifunze. Hata kama ni bustani, jifunze leo nimejifunza kitu kipya. Yaani usikubali siku yako ikapita pasipo kujifunza. Kwa sababu anasema kwamba maisha ni kujifunza. Utajifunza kila siku na elimu haina mwisho. Mpaka siku ya mwisho unaingia kaburini una PhD yako, lakini bado utajifunza mpaka mwisho. Pale ambako maisha yako yataishia ndio utakuwa mwisho wako kujifunza. Kwa hiyo huu utamaduni wa watu kutopenda kusoma ndio huo hasa pia umekuwa ukiwaponza. Watu wanaenda benki, wanaomba mikopo, anapewa fomu. Ile fomu ina taratibu zote kule. Hasomi, anaenda kule kwenye kusaini. Kwanza anaenda kwenye kiwango cha mkopo, anaona 2,000,000. Okay. Riba asilimia 15. Akitoka pale anaenda kusaini. Alafu baadaye anapokuja kuambiwa huu mkopo masharti yake ni haya na haya na haya, analalamika. Inakuwa ni kitu kama kipya kwake. Kipya analalamika, hizi benki zinatuibia. Walikuandikia pale, ni wewe mwenyewe ukusoma. Ulienda tu moja kwa moja ukatafuta mahali pa kusaini, ukasaini, ukagonga na muhuri kama unao, ukarudisha benki, ukapewa mkopo, wakaamini kwamba umeshasoma zile taratibu, umekubaliana nazo, ndio maana umesaini. Ukisaini mahali maana yake nimekubaliana na haya ambayo yameandikwa hapa. Wow. Sasa hebu tuambie kwa nini ukaja na hii wanawake na changamoto za marejesho? Nimekuja na hii mada ya wanawake na changamoto za marejesho kwa sababu ni kweli changamoto za marejesho zinawakumba sana wanawake zaidi ya wanaume. Kwa nini? Kwa sababu wanawake wengi ni wafanyabiashara, wajasiriamali wadogo na wakati wengi ni wanawake. Sasa na ukiangalia maendeleo tulionayo sasa hivi ya kiuchumi, mwanamke amejaribu kuinuka ili na yeye atoke ndani, aende akafanya shughuli za maendeleo. Lakini atafanyaje hizo shughuli za maendeleo? Hakusoma, kupata fursa ya kusoma. Sawa? Kule nyumbani watoto wa kiume walisoma, watoto wa kike hawakusoma. Lakini amekuwa mama, ana mahitaji, anataka kununua mahitaji ya watoto wake, kuangalia nyumba yake. Anaamua kwenda kukopa, kutafuta mtaji ili afanye biashara. Sasa pale pa kwenda kutafuta mtaji, ukienda kukopa, mkopo sio zawadi. Sio kama mimi nimeamua tu leo kukuletea shilingi 10,000 dada Joyce utakunywa soda. Ina maana sitaiweka kwenye kumbukumbu kwamba nakudai. Lakini ukiuita mkopo, mkopo sio zawadi. Ujue kabisa unapokopa umetengeneza deni, kwamba unatakiwa kulipa. Halafu yule anayekukopesha na yeye anahitaji kujiendesha, kama ni taasisi yote ya fedha, iwe ni benki, iwe ni kikundi gani, inahitaji kujiendesha. Itajiendeshaje? Kwa ile riba ambayo wewe unarudisha sasa kwenye ule mkopo ambao umeuchukua. Kwa hiyo ni lazima kuwe na maandalizi kabla mtu hajachukua mkopo. Mkopo ni mtamu. Ukisikia mahali watu wanakopesha unajaribu kuimagine. Ghafla utakapokuwa na 5,000,000 kwenye account, itakuongezea nguvu yako ya kufanya maamuzi. Uwezo wa kufanya maamuzi utaongezeka. Lakini kuna maandalizi kabla ya kuchukua mkopo. Kwa kitabu hiki kimeeleza changamoto mbalimbali ambazo wanawake wanakutana nazo, ambazo zinawafanya washindwe kurejesha. Wanawake na changamoto za marejesho. Hii ndio habari ya mjini kwa sasa hivi. Nakumbuka sisi tuko kwenye kampeni ya Mwanamke Piga Kazi, ambayo tunahamasisha zaidi wanawake wazidi kujikita katika masuala ya kujiimarisha kiuchumi. Na ninajua wengi kama alivyosema dada yetu hapa wamejikita kwenye mikopo. Kwa hiyo ni vyema
kitabu kama hiki kisikupite. Baada ya short break tutarudi kwa ajili ya kuendelea. Wanawake Live. Bado tupo na Wanawake Live ndani ya East Africa TV na tunaendelea na mazungumzo na mgeni wetu wa leo Priska Enjewele ambaye ametuandikia kitabu kizuri sana, Wanawake na Changamoto za Marejesho. Amezungumza mengi kama tulianza pamoja, na sasa hivi tungependa sasa kufahamu kwa upande wake yeye mwenyewe binafsi. Kutokana na uzoefu wake na haya aliyoyaweka katika kitabu hiki. Dada Priska, hebu tueleze kwa upande wako sasa, ukiachilia mbali kusikia kwa wanawake, kuona wanawake wengine, wewe kama wewe kwako ikoje? Asante sana dada Joyce. Kama ambavyo nimetangulia kusema, mimi pia ni mjasiriamali. Na mimi pia nimekwama mara nyingi tu kwenye mitaji. Ninakuwa na wazo la biashara, lakini sina mtaji. Na najua kabisa wazo langu ningekuwa na mtaji nikalitekeleza, ningefanikiwa sana. Lakini nakutana na changamoto ya mtaji. Na mimi pia nimekopa mara nyingi tu. Na katika kukopa kwangu nimekumbana na changamoto za marejesho. Yaani pale unapotakiwa tarehe ile ya kupeleka marejesho inapofika, hujakusanya pesa ya watu ya kurudisha. Najua ile stress unayoipata. Nimekopa mimi, sitaki kusema nimekopa wapi, lakini nimekopa. Tarehe ya marejesho inafika, unatafuta namna ya kupata pesa kupeleka benki ukarejeshe. Sasa ile inakufanya ushindwe kuishi kwa utaratibu. Kwa sababu ukitoa leo hela mahali pengine ukaenda kupeleka marejesho, hujaitumia ile hela yako ya mkopo vizuri. Maana yake ndio hiyo. Ulitakiwa uizungushe ile hela ya mkopo, hiyo itengeneze faida uweke kando. Hiyo ikupe hela ya kurejesha upeleke kule. Wakati huo kama mwanamke unaendelea na maisha yako kama kawaida. Watoto wanakula, watoto wanaenda shule, watoto wanaenda hospitalini kama kawaida. Vitu vyote hivyo vinatakiwa viendelee. Kwa hiyo nilikopa nikakutana na hiyo changamoto ya kulipa kwa kusuasua. Sijauziwa vitu lakini nililipa kwa kusuasua. Pia nimekuwa na marafiki ambao wamekumbana na hizo changamoto, na kwa kweli niliongea nao wakati nafanya huu utafiti na nikawaomba kwamba jamani, mimi nitaomba niwatumie nyinyi kama mfano. Wamefanya biashara, wamefungua maduka mawili Kariakoo, matatu, lakini mwisho wa siku mikopo hii akalazimika kuuza yale maduka. Kauza maduka yote, lakini hela bado haikutosha kulipa ule mkopo kule benki. Kwa hiyo akawa mtumwa sasa. Badala ile pesa kumsaidia, akageuka kuwa mtumwa anayetembea barabarani, lakini huku kichwani anajua kwamba anadaiwa na benki fulani, anadaiwa na benki fulani. Kitu ambacho kimearudisha maisha yake nyuma, ameshindwa kustabilize mpaka saizi. Yaani mtu ameshindwa kabisa kwa sababu ya kile kitu alichokifanya wakati ule. Kwa hiyo hayo mambo yalinisukuma sana kuandika hiki kitabu. Lakini pia kuna watu ambao mimi nimeshiriki kwenye maisha yao kuchangia kulipa hayo marejesho kwa sababu wamekumbana na hizo changamoto. Na imagine ni rafiki yako, ni ndugu yako, ni mdogo wako, anakumbana na changamoto ya kushindwa kulipa marejesho. Unatakiwa umsaidie. Lakini nikawaza kwamba hii ni elimu ambayo watu wanatakiwa kuipata, wanawake, ili waepukane na hizi changamoto. Kwa sababu mikopo sio mibaya Joyce. Mikopo ni mizuri, na mikopo kuna watu imewafaidisha sana. Ninawajua kwa majina, imewaendeleza sana, imewafikisha mahali pazuri, lakini wamefuata taratibu. Wamesikiliza ushauri, wamepata elimu kuhusu mikopo, wamekuwa na nidhamu ya ile pesa waliopata, na wamekuwa waaminifu kwenye kurejesha. Kwa hiyo imewaletea tija kwenye maisha yao. Lakini wale ambao walishindwa kufuata taratibu ambazo ukisoma hiki kitabu utazipata, walishindwa kufuata hizo taratibu. Baada ya kushindwa kufuata hizo taratibu, wakajikuta wamekumbana na changamoto, ikiwa ni pamoja na kurudia maisha ya uduni kama vile hujawahi kufanya biashara. Fikiria utoke kwenye kuwa mmiliki wa maduka matatu, unaajiri watu, uje mpaka kwenye kuajiriwa na mtu kwenye duka lake. Sio kitu kizuri. Kwanza unaweza ukafa na msongo wa mawazo. Kabisa. Huyo mtu hata kiafya amebadilika kabisa. Lazima unaathirika kabisa. Lazima unaathirika kabisa. Yeah. Wewe na maduka yako unaajiri watu. Baada ya muda unaajiriwa wewe kwenye maduka ya wenzako. Maeneo hayo ambayo ulikuwa unafanya biashara. You can imagine. Kwa hiyo ni changamoto ambayo wanawake wanatakiwa wajikomboe. Mimi naweza nikasema kwamba ambaye anatakiwa kujikomboa kutoka kwenye hizi changamoto, wa kwanza ni mwanamke mwenyewe. Tukiachilia mbali taasisi za fedha, serikali na wadau mbalimbali, mwanamke mwenyewe atambue, apate elimu sahihi. Watu hawapendi elimu Joyce. Watu hawapendi elimu. Watu wanapenda vitu vya kufurahisha tu, kwamba ameshasikia kitu fulani amefurahi, kama kwenye TV ameangalia tamthilia amefurahi, lakini akiambiwa kuna mada fulani leo itafundishwa wanawake live,
hata sikiliza. Atataka tu asikilize akiona labda kuna msanii fulani hivyo. Watu ndio wanapenda hivyo. Umbea wa mjini. Habari za mjini. Lakini kujifunza vitu kama hivi inakuwa ni ngumu. Kwa mfano kuna mtu alinunua hiki kitabu, akakisoma tangia asubuhi mpaka usiku saa 4, ni mwanaume, akakisoma kamaliza. Anambia Priska, nimesoma kile kitabu nimemaliza. Lakini nilikuwa natamani kweli kile kitabu mke wangu asome. Nilikuwa natamani kweli mke wangu asome. Lakini wakina mama hawapendi kusoma vitabu. Hiki kitabu kimeandikwa wanawake na changamoto za marejesho, lakini wanaume wanasoma wanamaliza. Wanawake hawana muda wa kusoma, walioandikiwa hawana muda. Kweli kabisa. Wala hujadanganya. Wanawake live yenyewe inaangaliwa sana na wanaume sana. Yaani ratings zangu zinaonyesha kwamba wakati wanaume wanaoangalia Tanzania nzima milioni 7, wanawake wanaweza wakawa milioni 3. Sasa utashangaa kipindi ni wanawake live, ni cha wanawake, ni cha kuwaelimisha wanawake. Kwa nini wanaotazama ni sana wanaume? Ndio kinachotokea hata kwenye hichi kitabu. Wanawake na changamoto za marejesho, maskini ya Mungu wanasoma wanaume na wanatamani wake zao wasome, lakini hawajui wafanyeje wasome. Wakienda kule mambo wanayosoma utakuta kuna magazeti yamelundikana pale ya udaku. Nani kafanya nini, nani kafanyaje. Haya ndio changamoto hizo za wanawake. Kabisa. Wanawake live. Mtazamaji na imani unafuatilia vizuri. Kitu kingine ambacho tungependa kusikia kwa upande wa wajasiriamali ambao changamoto wanazokutana nazo za marejesho hazijasababishwa na wao kama wajasiriamali. Pengine hapo kuna lolote ambalo liko humu ndani linalogusia changamoto ambazo sio wajasiriamali wanasababisha. Amejifunza huyo, amejikakamua, amejua, lakini bado anakutana na changamoto za marejesho. Kuna kitu kama hicho humu ndani kwenye kitabu chako? Asante sana dada Joy. Ni kweli kwamba katika kitabu hiki zimeelezwa changamoto ambazo hazisababishwi na wajasiriamali wenyewe. Zinasababishwa na taasisi za fedha ambazo zinatoa mikopo. Changamoto hizo ni pamoja na riba kuwa kubwa. Kwa kweli riba katika mikopo mingine huwa ni kubwa sana. Kiasi kwamba unajiuliza, hivi huyu mtu ambaye anakopa 500,000 alafu analipa marejesho ya ujumla analipa kama 700,000, 800,000, kwa nini akakopa hiyo 500,000? Kama alikuwa na ile 300,000 ya kuongezea kwenye 500,000, alikuwa na sababu gani ya kwenda kulipa? Na je, biashara anayoenda kufanya itafanikiwa kiasi cha kuzalisha ile riba, ile interest ile ambayo imewekwa na benki, itafanikiwa kiasi hicho? Kwa hiyo changamoto. Kwa hiyo wanawake wanakopa katika mazingira magumu sana. Wanakopa, wanalazimishwa wakati mwingine hiyo hela aliyokopa kabla hajaingiza kwenye biashara airudishe tena benki. Kwa nini? Kwa sababu muda wa kuanza kurejesha ni mfupi. Mwezi mmoja unakopa tarehe 1 mwezi wa 8, unarudisha tarehe 2 mwezi wa 9. Umefanya biashara saa ngapi? Wateja wako wamekuzoea saa ngapi? Okay, labda hiyo ni biashara ambayo imeshaendelea, unaiboresha, lakini kwa biashara mpya hutaweza kufanya marejesho katika kipindi hicho. Kwa hiyo kama hizi taasisi za fedha zingemwangalia huyu mwanamke kwa jicho la tofauti, kumuongezea hata ule muda wa kuanza kulipa yale marejesho, ingekuwa nafuu sana. Kuliko ni kumwambia aanze akope leo, alipe mwezi ujao tarehe kama hii ya leo. Mimi nadhani hiyo ni changamoto kubwa sana. Pengine sasa una wito gani kwa kina mama na hiki kitabu chako kizuri, wanawake na changamoto za marejesho, na vile vile katika kuhakikisha mwanamke anajikwamua na wimbi la umaskini na kuondokana na hizi changamoto, una wito gani? Dada Joyce, mimi wito wangu, mimi nawapenda sana wanawake. Na huwa nafurahi sana ninapokuta wanawake wanajishughulisha kwenye shughuli mbalimbali za kiuchumi. Labda tu niwe mkweli. Yaani hata mimi huwa nakuadmire jinsi ninavyoona uko busy unafanya kazi. Hivyo ndivyo mwanamke anavyotakiwa kuwa. Mwanamke yoyote yule yuko multi talented, ana talents nyingi, anaweza kufanya vitu vingi kwa wakati mmoja. Vitofautisha na wenzetu. Wanaweza ndio, lakini sisi tuko active zaidi. Mungu ametupa hiyo neema. Lakini unakuta wengi wanashindwa kutumia hicho kipaji ambacho Mungu amekiweka kwenye maisha yetu. Kwa hiyo wito wangu mimi ni kwamba wanawake wajishughulishe, wafanye kazi. Naomba tu kwa sekunde chache, kuna mtu anajiuliza huyu dada Priska anapatikana wapi? Kwanza anafanya nini? Licha tu ya uandishi wako wa kitabu. Mjasiriamali, hebu tufafanulie ujasiriamali wako kwa dakika chache tu. Asante sana dada Joyce. Mimi kwanza kabisa mimi ni mtumishi wa umma. Nimeajiriwa serikalini. Na ndio maana hata hapa kwako nimekuja baada ya saa za kazi. Nimeajiriwa, lakini pia ni mjasiriamali, ninafanya biashara, ni mamalishe, lakini ni mwandishi wa vitabu kama hivi unavyoona.
ni mwalimu ambaye nafundisha kwenye masemina, makongamano mbalimbali. Lakini pia nafanya vitu vingine vya kutengeneza, kama kutengeneza mikanda ya gypsum. Ni biashara pia ambayo nafanya. Kwa hiyo napenda kufanya vitu vingi. Kwa hiyo kama mtu anahitaji ushauri kutoka kwangu, maana unajua mtu mwingine anaweza akakusikiliza akisema anasema mjasiriamali wakati anafanya vitu hivyo tu, atanishauri nini? Lakini yule ambaye anaona kwamba anaweza akapata kitu kutoka kwangu, anaweza akanipigia simu kwa namba 0756 71 3335 au 0719 566 166. Lakini pia hivi vitabu vinapatikana maeneo mengi. Ukinipigia simu nitakuelekeza mahali ambako vitabu vinapatikana na utavipata kwa urahisi. Mtazamaji, hii ni Wanawake Live na imani tumejifunza mengi kwa dada yetu Priska. Basi tuendelee kuangalia Wanawake Live East Africa TV. Tutaendelea kuwa naye wakati mwingine, lakini kwa sababu ya muda ngoja tuachie hapa kwa leo. Wanawake Live. Na imani kwa somo la leo na hamasa tulioipata kutoka kwa dada yetu Priska Njewele na kitabu chake cha Wanawake na Changamoto za Marejesho, tutakuwa tumepata jambo. Kwa zaidi, ukihitaji zaidi na zaidi, basi tukutane katika kampeni ya Mwanamke Piga Kazi. Ukipata pia kitabu chake itakuwa vizuri ili uweze kuyasoma yale ambayo yako mle ndani. Tuache uvivu wa kina mama. Tuache kuangalia tu habari za udaku na kuangalia sana TV, tamthilia, filamu hizi. Sio vibaya, lakini lazima pia tuangalie na vitu ambavyo vitatuongezea maarifa, hasa katika malengo tunayokusudia ya kuweza kumiliki uchumi, kusimama kiuchumi na kadhalika. Kwa sasa kuna mambo kama mawili ambayo ningependa ni kuache nayo. La kwanza ni kuhusiana na kampeni ya Mwanamke Piga Kazi. Hivi sasa tunayo kampeni maalum kwa ajili ya kuweza kuzungukia wanawake ambao wako pembezoni mwa migodi ya Tanzania. Kama tunavyofahamu, nchi yetu ina migodi mingi na kuna wanawake wengi wako katika maeneo yale. Kuna wanaofanya kazi migodini, lakini kuna wanaoishi pembezoni. Ni vipi wanafaidika na hizi fursa za migodi? Tunawashukuru sana Acacia ambao wao wamekubali kushirikiana na sisi katika kampeni ya Mwanamke Piga Kazi kwa lengo la kuweza kuona ni jinsi gani wanawake wanafaidika na migodi, lakini zaidi ya hapo ni fursa zipi ambazo zipo wanawake wanaweza wakaziona na wakaweza kuzitumia. Sasa unakosaje hiyo fursa kwa wakina mama, wanawake ambao mko katika maeneo ya migodi ya Acacia, migodi ya Buzwagi, Bulyanhulu pamoja na North Mara? Mnakosa vipi fursa kama hii? Hii ni kuanzia wiki ijayo. Kwa hiyo kaa tayari kabisa. Utakaposikia tumetinga maeneo hayo, basi na wewe uweze kuja ujipatie hizo fursa na mwisho wa siku uweze kujenga uchumi wako. Lakini lingine ni kwamba tunaandaa tamasha kubwa, tena kubwa sana. Tunaona ya kwamba licha tu ya kukutana katika kampeni za Mwanamke Piga Kazi, lazima tuwe na jukwaa moja kubwa ambalo tutakutana wanawake wote ambao tumekutana katika kampeni za Mwanamke Piga Kazi kulingana na mikoa ambayo tumepita. Kwa Dar es Salaam tumeshapita maeneo mengi. Hivi sasa mwisho wa mwezi wa 9 tutakuwa na tamasha kubwa la Mwanamke Piga Kazi. Hili linaitwa tamasha la wanawake. Basi mimi niwashukuru sana wadhamini wetu, Lupimo Sanitarium Clinic, wataalamu wa tiba asili na tiba mbadala. Hawa wana mpinzani, wanapatikana maeneo mbalimbali nchini Tanzania. Kwa Dar es Salaam wanapatikana Sinzamori, wako Arusha, Dodoma, Mbeya, Iringa, pamoja na maeneo mengine ambayo unaweza kufika. Kwa tatizo la kiafya, kwa kupata tiba asili na tiba mbadala, Lupimo hawana mpinzani. Tunawashukuru sana. Mimi nawashukuru sana walionipa muonekano, Chicks Fashion Kinondoni Manyanya. Nawashukuru. Nawashukuru wote kwa kweli. Mimi ni Superwoman Joyce Kiria. Tukutane wakati mwingine hapa hapa kwa ajili ya kusukuma ili gurudumu la maendeleo ya wanawake na watoto wa kike Tanzania. Wanawake Live inaletwa kwenu na Lupimo Sanitarium Clinic, wataalam wa tiba asili na tiba mbadala.